Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu imesema ipo katika mipango ya kuivunja skuli ya Kwa Mtipura na kujenga skuli mpya ya kisasa itakayosaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani. Akizungumza baada ya kikao na viongozi wa serikali ya wilaya pamoja na meya wa mjini, mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti kutoka Wizara ya Elimu, Masud Omar, amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza ubora wa elimu. Lengo la kukutana leo na serikali ya wilaya pamoja na mstahiki meya na mkurugenzi kwa ajili ya maandalizi ya saiti yetu ya Kwa Mtipura ambayo serikali inakusudia kujenga jengo la kisasa la ghorofa 4 ambalo litakuwa na madarasa 50. Tunatarajia litachukua wanafunzi 2250 kwa idadi ya wanafunzi 45 kwa darasa. Mradi unatarajiwa kuanza ndani ya mwaka huu wa fedha, yani 25-26. Na tunatarajia kila kitu kikienda sawa, by Disemba inshallah tuwe tumekamilisha ujenzi wa skuli yetu hii mpya Kwa Mtipura. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya mjini Dr. Said Haji Mrisho amesema ujenzi huo ni jambo la kuipongeza serikali na amewataka wadau pamoja na wananchi kushirikiana kikamilifu ili kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa ufanisi. Kubwa zaidi ni kwamba kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa maendeleo makubwa ambayo anatuletea. Wilaya mjini almost skuli 6 za orofa tulikuwa tunazo katika ile awamu ya kwanza, lakini sasa hivi tunakwenda na G+4 ambayo Unguja na Pemba hakuna, utaikuta katika wilaya mjini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Lakini jambo lingine ni kumpongeza Waziri wa Elimu pamoja na Katibu Mkuu wake. Skuli kama hii utakuta na madarasa 16, 18, 20, lakini leo tunakuja kujenga skuli G+4 ambao unapata madarasa 50. Kwanza tupate mkondo mmoja, maana yake session moja tu, anakuja asubuhi mpaka mchana, mambo mengine yanaendelea ya kijamii. Lakini vile vile msongamano pa darasa, watoto unafika hapa mpaka watoto 80. Ina maana sasa hivi tunakwenda na ile average ya watoto 45 pa darasa. Hongera sana, na naipongeza Wizara ya Elimu kuja na mfumo wa kwamba panapokuwa pana mradi inaundwa kamati ambayo inashirikiana na wamasheha wa eneo, madiwani na viongozi kwa ajili ya kupeleka message kabla ya mradi. Hiyo tuliona Jang'ombe, na kamati ile manake inaibua changamoto kabla hamjaingia site. Ina maana na hapa kamati hiyo najua itaundwa, Mheshimiwa Sheha yupo, Mheshimiwa Diwani yupo wa eneo na mstahiki meya, lakini ushirikishwaji wilaya mjini, sisi hatufanyi kazi kama mkuu wa wilaya peke yake, tunafanya kazi kama timu. Haya ni maombi ya wananchi, wanataka hizi skuli, ni maendeleo. Tumeanza na barabara kuwaletea, leo tunaijenga skuli, maana yake hizi chemchem na haya maji yanotoka na mwagika ovyo, miundombinu yote hiyo maana yake itafumuliwa, itatengenezwa ya kisasa. Kwa hiyo niwaambie wananchi waendelee kusubiri, wastahimilivu kidogo, lakini pia tutoe ushirikiano kama wilaya mjini tunavyotoa ushirikiano penye mradi. Wananchi ndo wanapata faida kwanza, wananchi ndo wanakuwa walinzi wa eneo hilo, na wananchi wanakuwa ni sehemu ya mradi. Kikao hicho kiliwashirikisha viongozi mbalimbali akiwemo mkandarasi wa ujenzi wa skuli hiyo, mwalimu mkuu wa skuli ya Kwa Mtipura, mkuu wa wilaya ya mjini, mstahiki meya, mkurugenzi wa Baraza la Manispaa ya mjini, watendaji wa shirika la umeme pamoja na viongozi wa shehia kujadiliana kwa pamoja namna ujenzi huo utakavyokuwa. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp
alama ya kujumlisha 255 Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.